Let's read Genesis 1:28. Mwanzo 1:28. From verse 28 to 30. 28 hadi 30. And then someone will read just one word, one verse. Na mwingine pia atasoma andiko moja. Genesis 3:23 only. Kitabu cha Mwanzo 3:23. And then Psalms 89:14 to 15. The rest will read as we continue. Zaburi 88:14. 11 to 14. 11 hadi 14. So let's start with Genesis 1:28. Mwanzo 1:28. It's a word that I know you even read this day, but just accept to read it again. Hebu tusome tena. And God blessed them and said to them, Be fruitful, multiply and fill the earth, and subdue it, using all its best resources in the service of God and man. And have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. And God said, See, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the land, and every tree with seed in its fruit. You shall have them food. That's it. And to all the animals on the earth, and to every bird of the air, and to everything that creeps on the ground, to everything in which there is the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And he approved it completely. And there was evening and there was morning. Let's go to Genesis 3:23. Mwanzo 3:23. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So God drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden the cherubim and the flaming sword, which turned every way, to keep and guard the way to the tree of life. Amen. I'm satisfied with that. Let us read 1 Corinthians 4:7. Wakorintho wa kwanza 4:7. The Bible says, 1 Corinthians 4:7, For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Amen. 1 Peter 4:10. Sorry, today you will navigate your Bible. 1 Peter 4:10. The Bible says, Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully. Administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it. No, just 10, is it? Yes. Okay. Is there anyone with 1 Peter 10 that says employ? Mtu yeyote ambaye tafsiri yake inasema Each of you have received a gift, employ it. kila mmoja wenu amepokea kipawa, kitumie. As each has received a gift, employ it for one another, as good stewards of God's valuable grace. Amen. The last is the truth. And you shall remember the Lord your God, for it is He who has given you power to get wealth, Amen. that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Amen. Amen. That's the last one. So we can have our seat.
Tunaweza kuketi. Asanteni. So those Bibles that were dusty, at least they have removed the dust. Kwa hivyo zile Biblia hazijawahi funguliwa, leo vumbi imeisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. The message that God has for us today Ule ujumbe ambao Bwana ametupatia siku ya leo is a message that I feel small, ni ujumbe ambao nahisi nikiwa mdogo zaidi, that I feel more of mine than probably you. nahisi kwamba ujumbe huo ni wangu zaidi kuliko wewe. But I desire, if you wish, you can share. Kama unatamani basi unaweza shiriki pamoja nami, Because I would not be told to tell you if it is not yours. kwa hivyo kwa sababu singeambiwa nikuambie kama si wako. Amen. Amen. And so my topic today is stewardship. Na ujumbe wangu wa leo ni utumishi. God is a God that is a master that is very careful about what he has. Bwana ni yule Bwana ambaye ni mwangalifu sana kwa kila kitu alicho nacho. Psalms 89 is telling us how the Lord is declaring his wealth. Na Zaburi inatuambia jinsi ambavyo Bwana anapotangaza ule utajiri wake. He's actually saying in some versions that he is the founder. Na anasema katika tafsiri zingine yeye ndiye mwanzilishi. That he founded the heavens and the earth. Ndiye amevizipata, ameanzilisha mbingu na nchi. You know, I go to places and I see people very proud of saying I'm the founder. Na endaka mahali napata watu wakisema kwamba mimi ndiye mwanzilishi. And so God in this place in Psalms 89 he says he is the founder of the heavens and the earth. Kwa hivyo Bwana anasema kwamba ndiye mwanzilishi wa mbingu na nchi. And Psalms 24:1 he continues and says that the earth is the Lord's and all who live in it. Zaburi 24 anasema kwamba unapoanzia moja, mbingu ni ya Bwana na kila na nchi na kila moja na hizi ishi ndani yake. God is explaining, Bwana anaelezea what he has. kile alicho nacho. Is declaring his wealth. Antangaza utajiri wake. And Psalms 24 is saying that even those who live in it. Kwa Zaburi anasema kwamba hata wanaoishi ndani yake. So we come to realize that there is nothing for man. Kwa hivyo tunatambua hakuna ambacho mtu anaweza jivunia. He says he founded them. The Bible says the north and south he created them. Anasema kwamba kusini kaskazini ndiye ameanzisha. So God is not just a creator. Na kwa hivyo si muumbaji tu, but he is also the founder. Lakini pia ni mwanzilishi. Praise the Lord. Hallelujah. So all that you think or I think I have. Kwa hivyo chochote nilicho nacho mimi, I am a steward. Mimi ni mtumishi tu. I've been employed. Nimeweza kuajiliwa. Actually the Bible says in 1 Peter. Maandiko yanasema katika Petro wa kwanza that 1 Peter 4:10 it says that for each of the gifts that you have received, employ. Na anasema kwamba kwa kila kipawa umekipokea, hebu uweze kukiajiri. So there is one thing to receive from God. Kwa hivyo ni kitu moja kupokea, but there is another thing to make it fruitful. Na ni jambo lingine kuzalisha. So when God gives you something, kwa hivyo Bwana anapokupa jambo, God has an agenda with whatever He's given. Mungu ana mpango kwa kile anachopeana. That thing should multiply. Lazima jambo hilo liweze kuzalisha. That thing should be productive, like fruitful. Lazima jambo hilo liweze kuzaa matunda. That thing should make of its own. Lazima jambo hilo litoe lingine. That's when God is proud of what He has given. Hapo ndipo Bwana atafurahia kwa kile anachokupa. So for every gift, kwa kila kipawa, we have physical gifts. Tuna vipawa vya kawaida. We have spiritual gifts. Tuna vipawa vya roho. We have so many gifts. Kuna vipawa vingi. But for every gift that God has given, lakini kwa kila kipawa ambacho God has an agenda. Mungu ana mpango that you be fruitful in that gift. Ili ya kwamba uweze kuzalisha. That you employ that gift. Uweze kukiweka katika utumishi kipawa hicho. Hallelujah. You employ that gift. Ukiajiri. You know that God has an agenda. Unajua Bwana ana malengo. When He placed Adam and Eve in the Garden of Eden, anapomweka Adamu na Hawa katika shamba la Edeni, and He gave instruction,
instructions. na akampatia He gave boundaries. akaweza kumpatia He maagizo, told them how to handle the garden, akamwambia jinsi wanavyoshughulikia what to shamba eat hilo, and what not to eat. wanachokila na kile ambacho hakistahili Adam was kuliwa. given authority. Adamu alipewa It mamlaka, was so, whichever name you give, I'm okay with na it. chochote kile ambacho unakula sina So shida. in Adam was God. Kwa hivyo ndani ya Adamu kuna Mungu, And God was satisfied in the way Adam would govern his property. na Mungu alifurahia jinsi ambavyo So Adamu anytime alishughulikia. God gives you a gift or a property, Kila wakati Mungu anapokupa kipawa, God has an agenda. kuna mpango He Mungu anaona. desires to see how you handle the property. Anatamani kuona jinsi unavyotumikia kipawa hicho. When they were placed in the Garden of Eden, Walipowekwa shamba la Edeni, Adam is given instructions. Adamu amepewa maagizo. Adam is told, do this, do this, do this. Adamu ameambiwa fanya But hivi na don't kile. do this. Lakini kuna yale If you do usifanye. it, it will not be well with you. Ikiwa utafanya haitaenda So vizuri. Adam goes out. Kwa hivyo Adamu anaenda mbele. Anywhere he goes out and the wife comes to a place knowing the serpent and blah blah blah. The serpent gives him the food. Na Hawa anakuja mahali na anakutana na nyoka anampa And chakula. then the place Adam missed Na hapo mahali ambapo Adamu is alifanya when he makosa. stopped to get instructions from God. Ni wakati alikosa kupata And got maagizo instructions from his wife. na akapata maagizo kutoka And that is kwa where the mess came in. hapo ndipo shida iliingia. And when Adam messed, Na Adamu alipofanya dhambi, God could not trust him anymore. Mungu hangemwaminia jambo And lingine, God had to throw him out of the Garden of Eden. na Mungu akamtoa shamba la Edeni. The dominion stopped. Yale mamlaka yakakoma. Praise the Lord. Haleluya! That was the end of dominion for Adam. Hapo ndipo mamlaka He yake. misused what God gave. Hakutumika vizuri kwa kile He Mungu did not alimpatia. realize the authority that was entrusted to him. Hakutambua mamlaka He iliyopewa did not kwake. realize the wealth. Hakutambua utajiri. We have also read Na tumesoma 1 Corinthians 4:7. Wakorintho wa kwanza 4:7. The Bible is asking, Maandiko yanauliza, what do you have that you are not given? je, ni kipi ulicho nacho What hata makes hukupewa? you different from the other Ni person? kipi kimekufanya tofauti You know, na it's wengine? so easy to brag. It's so easy to brag. Ni rahisi kujiringa, It is so easy to feel great. ni rahisi kuhisi mimi ni But mkubwa. what in you do you have that you are not Je, given? kilicho ndani yako ni kipi ambacho What do you hujapewa? own that is yours, entitled to Ni you? kipi umemiliki ambacho ni chako? If you do a mess with that thing, you lose it. Kama umefanya makosa kwa hilo jambo utakosa, utapoteza. Adam did not realize that it's not the wife, Adamu hakutambua ni kwamba si mke wake, that the wife did not know about the garden. ya kwamba mke wake hakujua vizuri kuhusu shamba After lake. all, the wife came after Adam had a relationship with God. Hata hivyo Adamu alikuja baada ya Adamu kuwa na uhusiano na Mungu. Praise God. Haleluya. The relationship was already there. Uhusiano kati ya Adamu na Mungu ulikuwa. But if we read again, Tunaposoma tena we realize tunatambua that when he ate this food, alipokula tunda hilo, his eyes opened. macho yake And when yakafunguka. his eyes opened, Macho yalipofunguka, the food God knew was not meant for him. ile chakula ambayo Mungu alijua haikuwa inastahili kwake. God knew that if Adam eats this food, Mungu alijua kwamba ikiwa Adamu atakula tunda hili, Adam is going to look for fake glory. kuna vile Adamu ataanza kutafuta utukufu. After Adam had eaten the fruit, the fruit, Baada ya Adamu kula lile tunda lililokatazwa, Adam now realizes that he is naked. Adamu akatambua sasa yeye yu uchi. And when he realizes he's naked, Alipotambua he yeye yu begins uchi, to make fake clothes akaanza kutafuta vazi ya kuvaa, because he stopped to follow instructions. kwa sababu amekoma kupokea maagizo. Every gift that you have Kila agizo, kipawa ulicho nacho comes with instructions, linakuja likiwa na and you need maelekezo. to follow the instructions. Lazima ufuate The maelekezo. minute you miss to follow the Ule instructions, wakati utakoma kufuata when
we say the oil will flow. na ile mtiririko When you mafuta stop to utakosa. follow the instructions, Na unapostia the kosa oil will kutimiza, stop. na ule mtiririko wa mafuta utakoma. Bwana asifiwe. Haleluya. I know this is one of the words, the messages that are not very sweet. Huu ni ujumbe ambao pengine sio mtamu zaidi, But there is a complaint I had before God lakini kuna kule kulalamika nilikuwa nao mbele za Mungu, over a kind of flow that I was experiencing. na kwa vile ule mtiririko fulani ambao nilikuwa nahisi kila But wakati, over the last few weeks, I realized I am missing it. na kwa karibu wiki ambazo zimeisha chache nimehisi kwamba nimepoteza mali, And it was coming to me. na ilikuwa inanijia mimi. Let me tell you, it's like financial. Ni kama fedha. There is a way, Kuna vile ambavyo personally, this is not Oscar or the children. hii si kwa watoto wangu, This is mimi, personal. ni yangu. There is a specific thing. Kuna jambo fulani If I do ninapofanya with my finances, kwa fedha the zangu flow stops. na ule mtiririko I wa have pesa to go to unakoma, a place of repentance. lazima niende mahali pa toba. Praise the Lord. Haleluya. If God told me to do A Kama Bwana aliniagiza and I nifanye don't jambo do A, na si kufanya jambo hilo, the flow stops. na ule mtiririko unakoma. Praise the Lord. Haleluya. There are times Kuna majira mengine that God has told me, do this at this time, Bwana amesema fanya jambo hili kwa muda fulani, and I do it at the wrong time. na ninafanya jambo hilo lakini kwa muda usiofaa. Or maybe he tells me, do it at 3. Ama ameniambia fanya kwa saa fulani, Then I tell myself, because I'm in town now, najiambia kwa sababu niko town, and when I go to church, I don't want to leave again. ninapoingia kanisani nataka nitulie, Let me do it now. wacha nifanye sasa. I stop the flow. Ninakomesha ule mtiririko. Is someone getting me? Je, mtu ananipokea? Are you guilty like me? Praise the Lord. Haleluya. It's something that has become like it happens every time. Ni jambo ambalo linatendeka kila wakati, And it was getting to a place I'm telling God, now you have to control my mind. na nilifika mahali hadi namwambia Mungu, You have to control how I think. lazima uongoze ninapohisi fikiria. Sometimes God tells me, go and do this in this shop. Wakati mwingine Bwana ananiambia nenda duka fulani, Then I tell myself, no, in this shop it is cheaper. najiambia hapa pengine hapo ni Then chini. when I go to that cheap shop, Wakati naenda ile duka then something might happen, like I might disagree with that owner of the shop. huenda sitaelewana na yule And I will be so guilty because God spoke to me. nitakuwa nimehukumu mimi, But I may not tell the next person. lakini sitamwambia mwingine. Being a good steward. Kuwa yule mtenda Whatever God gives you, kile ambacho Mungu anakupa, God demands accountability. Mungu anahitaji, God demands responsibility. Mungu anahitaji, God demands ownership. Mungu anataka kule He demands. anatamani kule If you don't give it, you lose it. kama hauwezi kulinda, But you may not know how you lose it. huenda haujui vile If you unavyopoteza. are not wise, you will not realize you lost it. Kama wewe si mwenye hekima hutatambua umepoteza. Bwana asifiwe. Haleluya. I want you, as I speak, to look at your vessels. Nataka je, unaponena uangalie vile vyombo vyako. Magi, praise God. Tunakuelewa. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Whatever God gives you, Chochote Mungu anakupa, small kiwe or big, kidogo ama kubwa zaidi, God is looking forward to see, is it fruitful? Mungu anaangalia ili aone, je, inazalisha matunda. We have gifts. Tuna vipawa. God is wondering, Mungu anashangaa, did you allow your gift
Je, uliruhusu kipawa chako mchanga ijae juu yake, na ule uchafu kuingia juu ya kipawa? And every time we say we want restoration, Na kila wakati tunaposema nahitaji urejesho, how are you using that which you received? je, unatumia njia Are you gani? employing it? Je, unakiajiri? Praise God. Haleluya. Are you employing it? Je, unakiajiri? Or are you keeping it for God to get it when He comes back? Ama unaficha tu ile Bwana anapokuja apata bado uko nacho? The Bible says Maandiko yanasema that we were bought with a price. tumenunuliwa kwa dhamana. 1 Corinthians 6:19-20. Wakorintho wa kwanza 19 That we are not our own. ya kwamba sisi si wetu, We have been bought at a price. lakini tumenunuliwa kwa dhamana. Praise the Lord. Haleluya. So even the entire me Kwa- is not mine. Kwa hivyo hata mimi mzima mimi ni si wangu mwenyewe. God demands that I am accountable for myself. Mungu anaamurisha niweze kutoa hesabu yangu mwenyewe. Praise the Lord. Who here has any gift? Ni nani ambaye ana kipawa chochote? Mali Who hapa. here received any gift from God? Ni nani alipokea kipawa kutoka kwa Mungu? Amen. Hallelujah. If you have a gift, Kama una you are the kipawa, one I'm speaking. ni wewe ninanenea. Small or big, Kiwe kipawa kile kidogo ama kubwa. how are you using it? Je, unatumia kipawa hicho njia gani? Are you Adam? Je, wewe ni Adamu? Praise God. Haleluya. He says, Anasema, I have given you. nimekupatia wewe. You look at the mirror and you say, hallelujah. Unapojiangalia unasema When haleluya. you look at that one who crawls and you're like, where did they come from? Na unapoangalia yule anayetambaa, When you come to this realization, you will respect every human being. na utakapokuja katika wazo Because hili you utaheshimu kila didn't mtu, create them. kwa sababu haukuweza kuonyesha. If I brought my things in the market, Na kama ningeleta vitu vyangu, whether they are pineapples or mangoes, pengine kama ni matunda ya kila don't aina, laugh at them. They are mine. I'm selling them. usicheke, hivyo ni vyangu na I'm viuza using them to bring to myself glory. na vitumia ili niweze kujieleza So utukufu. the tall and the short, the fat and the slim, the ones who can walk and cannot walk, they are for my glory. Na watu wote wa kila aina You have no say over them. ni wa utukufu wa Mungu, hauna jambo la kusema kuvihusu. Be a steward of yourself. Wewe uweze kuwa yule mtenda kazi. Give yourself the best for yourself. Hebu uweze kujipatia kilicho bora mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. You know, sometimes we know this is not right if I do it. Kuna wakati mwingine unajua kwamba hili ninapotenda si jambo bora. This food is not good when I eat. Chakula hiki ninapokula si kizuri. This kind of thing is not good for my body when I do it. Jambo hili si bora kwa afya yangu And you go ninapofanya. ahead and do it. Na unaenda unafanya. The Bible says we will account. Maandiko yanasema utatoa hesabu. You will account for even your body. Utatoa hesabu hata kwa mwili wako. You will account for the spiritual gifts. Utatoa hesabu kwa vipawa vya kiroho umepewa. You will account for your ministry. Utatoa hesabu kwa huduma You wako. will account for your children. Utatoa hesabu kwa wana wako. You will account for all that God has given you to be responsible for. Utatoa hesabu kwa kile jukumu ambalo Mungu amekupea. Because God doesn't waste resources. Kwa sababu Bwana hapeani tu kwa kutupa. God doesn't waste resources. Hakuna vile Mungu anapeana kitu. God gives to you Mungu anapeana because God entrusts you. kwa sababu Bwana God ameheshimu. expects you to give a name to the gift He has given, just like He would give that name. Anahitaji uweze kupeana. He expects you to work your family, to work your house, just like He would have done it. Anatamani He tumie expects you to handle your money, just like He would have handled it. Anatamani uweze kuwa na pesa. You know, sometimes we think wakati mwingine tunahisi that 10% is only the one for
God. ya kwamba 10% hiyo God owns it all. Mungu It is anachukua just yote. an instruction to give Ni 10%. agizo tu kwamba toe 10%. Praise God. Hallelujah. What do you have Je, ni kipi ulicho nacho that you are not given? ambacho haukupewa? What do you have? Je, ni kipi ulicho nacho? Praise the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. God continues to speak in Psalms 89. Bwana anaendelea kunena akisema katika Zaburi ya 89. He says Anasema that righteousness is the foundation of his throne. uhaki ndio msingi wa kiti chake cha enzi, He says mercy, loving kindness and truth goes before. na ule msamaha, upendo na pia ukweli unaenda mbele zake. So if you want to be a good steward, Na kwa hivyo kama unahitaji kuwa yule mlinzi ambaye ni mzuri, let your foundation be righteous. wacha msingi wako uweze kuwa wenye uhaki. Let mercy, loving kindness go before you. Wacha ule msamaha, upendo na uweze kwenda mbele zako, Then you will be established. na hapo ndipo utajengeka. How are you taking care Je, unatumiaje of what you have been given? vile ambavyo Mungu amekupa? That life that you are given. Huo uzima ama uhai Mungu That amekupa, eye that you are given. na jicho hilo ambacho That umepewa, mouth that you are given. mdomo huo ambao umepewa, How are you using it? je, unatumiaje? God brought me to a place of remembering Bwana akanileta mahali pa kukumbuka that when God saves you, ya kwamba Bwana anapokuokoa, in most cases God finds us in a desolate situation. wakati mwingi Bwana anatupata mahali ambapo And tumesaulika, God takes us as Isaiah 5 says. na Bwana anapotuchukua jinsi ya Isaya 5, God cultivates us. na Bwana anaanza God kututengeneza, works on us. anaanza kutubadilia, God builds us. Bwana anaanza kutujenga, He pours water on us. anamwagilia He brings maji manure on us. na anaweka And then mbolea, we get to a place where we are valuable. na unafika mahali wewe ni wa And that thamani, is mostly the place where we become Lucifer. na hapo ndipo sasa wengi tunapoteza, And tunakuwa we kama- feel even me, I can be worshipped. na tunaanza kusema hata mimi naweza kuabudiwa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When God has picked you, Bwana wakati amekuchagua, because He has an agenda with you, kwa sababu ana jambo ama mpango kwa He ajili yako, begins a journey. anaanza safari na wewe, So that when you go before people, even to speak about Jesus, ili ya kwamba unapoenda mbele hata kuandena kuhusu Yesu, God makes you presentable. Bwana anakufanya wewe mtu wa God kupendeza. ensures you are representing the kingdom well. Anahakikisha kwamba unasimamia He is ufalme. not doing that to you for you. Hakufanyi hilo kwako wewe He is mwenyewe, doing that for you, for himself. anajifanyia mwenyewe. It is him that demands that glory should go to. Ni yeye ambaye anaomba utukufu wote urejee. So if the Lucifer could sing well, Na kama yule Lucifer and in him angekuwa were all voices and all instruments, ndani yake kulikuwa na sauti zote na vyombo vinanda, and then he felt, I am. na akahisi kwamba ndimi. Be a steward Hebu uweze kuviwekeza kazi of what God has given you. vile ambavyo Mungu amekulinda, amekupatia. Praise God. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Shaleni, Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Stewardship is the act of making wise the use of resources Ule utumishi bora ni kutumia vitu vile ambavyo umepewa katika that hekima have been provided to us by God. ambazo zimepeanwa kwetu kupitia kwa Mungu. It is the act of making wise use Ni lile atendo la kufanya vitu vyote katika in hekima, the place where God has put you, even in school. mahali ambapo Mungu amekuweka. Hata He shuleni has an expectation. kuna tarajio kutoka kwake. He has an expectation. Kuna tarajio.
how you feel you look good. vile ambavyo unahisi wewe ni mkuu, unaonekana vizuri. Imagine if you look at everything well, Hebu angalia kila kitu you will vizuri, come to realize God has an agenda even with how you look. utaweza kutambua kwamba Mungu ana jambo ama kukuhusu vile unavyoonekana. Praise the Lord. Hallelujah. Everything around you Na kila kitu kinachokuzunguka is strategically positioned jambo hilo limewekwa mahali hapo to make you fruitful, ili kwamba liweze to kukufanya make you uzalishe, subdue, uweze kutawala to make you take dominion. na uweze kuchukua yale mamlaka. The voice He gives you, Sauti Bwana the anakupa, voice of authority, ile sauti so that you can speak to the unapo atmosphere iko anga and address the atmosphere na uanze and kuingia declare the Lord says, na useme hivi ndivyo Bwana anasema. there is right now corona. Kuna corona iko saina. God is waiting for someone Mungu who will anangoja arise and speak a different thing ambaye atasimama from what everyone is saying. kwa kile ambacho wengine Someone who will speak differently, mtu atasimama so na that we will not all just speak na ili ya kwamba like those who went with Joshua. kama wale ambao I declare I will be the Joshua. Tangaza ni Corona is not greater than my God. corona si kuu kuliko Mungu. Subdue, take dominion. Iweke chini, chukua mamlaka, Be a steward. uweze kuwa yule There are things God do not have to come to us to do. kuna vitu vingine He expects you and me to do them. hapo na wewe na Don't mimi be silent and wait for God to chase corona. usinyamaze ili Rise up as a son of God. inuka kama mwana wa Rise Mungu. up Inuka kama mwana as wa Mungu. one created by Na God. kama mmoja ambaye Summon the wind. na kama Summon the storm. anza kunena Summon the heavens. Summon the anga na earth. Speak mbingu, to it. anza kunena, You have power. uko na nguvu, Take dominion. chukua mamlaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Esther was told Esther akaulizwa that even if you keep quiet, ya kwamba hata kama utanyamaza, someone will be found kuna mahali mtu atanena who will rescue. ambaye ataweza These kukomboa people. hawa watu. If you keep quiet, Kama wewe we don't just utanyamaza, come to church to say hatukuji hallelujah. kusema tu We are releasing bombs. tunakuja We are releasing forces. We are releasing power. kuachilia mamlaka, We are not just a people. na sisi si watu tu wa kawaida. God has entrusted us. Bwana ametuheshimia And He has mamlaka spoken in His word. na amenena kwa And He neno says lake. that all authority, Anasema they are mamlaka not in yote heaven, they are with me. na iko pamoja nami, He only needs me to take dominion. na anahitaji niweze kuchukua And mamlaka. then you cry with others crying. Na unalia vile Cry to God. lia kwa Mungu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Don't glorify everything that people glorify. Usiweze kutukuza kila kitu. Don't honor everything that people honor. Usiheshimu kila Don't kitu watu fear wanaheshimu. everything that people fear. Usiheshimu kila kitu watu wanaogopa. Praise the Lord. Haleluya. I am the God on earth. Mimi ndiye Mungu katika ulimwengu. If corona gets to Kenya, Kama corona imeingia I am answerable. mimi ndimi nitaulizwa. I am answerable. Mimi ndiye wa kutoa hesabu. Because I've been given power. Adam was in charge of the Garden of Eden. Adamu ndiye alikuwa amesimamia Edeni. God only came Bwana alikuja tu to see His government. kuona vile ambavyo utawala wake unaendelea. When people are crying, you join them. Wakati wengine wanalia That even me, I don't know what I'm going to hata sasa mimi sijui do. kile You will nitafanya. not hear me do that. Na hutanisikia mimi. Corona is the smallest name. It cannot be compared to the name that have been given. Corona hilo ni jina ndogo, haliwezi kulinganishwa na jina. I cannot mention it where I mention Jesus. Siwezi kulitaja mahali nataja Yesu. Hallelujah. Haleluya. It is the smallest
katika ulimwengu. Arise in the morning. Inuka mapema. We are forces, we are a people. Sisi ni nguvu, ni mamlaka. We walk on earth and yet we are not of earth. Tunatembea katika ulimwengu na sisi And so when I rise up in the morning, kwa hivyo inuka I asubuhi mapema. command my kingdom to come where I am. Naanza kutangaza ufalme And I happen wako. to be in Kenya. Nina ndio niko So Kenya. may the kingdom of God come. Kwa hivyo ufalme wa Bwana uje. The kingdom of power. Ufalme wa The mamlaka. kingdom of authority. Ufalme wa nguvu. If you read this word Unaposoma neno hili and thought it is an offense, na unafikiria tu ni this is kama a kitabu. sword. Hii ni upanga. This is a sword. Huu ni If you read the word of God and think it is a stone, I want to speak to you. The word of God is not a stone. The Niwaambie word kwamba of God is power. nguvu na mamlaka. Don't joke with the word of God. Usicheze na neno la Mungu. It is power. Ni mamlaka That emanates from the heart of God. ambao umetoka The word of God is breathing. neno la Mungu linawapumua It is not dead. na halija kufa. The word of God is real. Neno la Mungu ni When hakika. God says, I love you, Bwana don't just anaposema sit nakupenda, there and usikae like, tu. I read another book. It is not another book. Ni kama ulisoma kitabu tu, hiki si kitabu. This is real. Hii ni ya ukweli. This is a fact. Ni ukweli, ni hakika. This is not a story. Sio historia ya kusoma tu. This is a sword. Huu ni upanga. The devil knows it better than you do. Adui The devil understands this. anaielewa vizuri. Don't misuse this book. Usitumie kitabu hiki vibaya. This deserves respect. Na hii inahitaji heshima. Praise the Lord. Haleluya. When the Bible says that I will, him who takes shelter Maandiko yanaposema yule ambaye amechukua in the shelter of the Most High shall abide. wale ambao wanakaa chini ya ule Don't think I read a story. Usifikirie nilisoma tu historia. The Lord just breathed in me. Bwana ameweza If kuni I was dying, the Lord just breathed in me. The Lord just spoke to me. Don't wait for me to go to heaven to hear God. God has given me a word that is living, that is powerful. ambayo ina mamlaka. He has given me the name. Amenipatia jina. He has given me the word. Amenipa neno. He has filled me with the Holy Spirit. Amenijaza na Roho And Mtakatifu. now I understand why God is looking for Na a sasa man. naelewa kwa nini Mungu anatafuta. Because how things are happening. Kwa sababu vile mambo He has yanatendeka. given me all the tools, Amenipatia all kila the weapons of warfare. silaha za vita. Now God is wondering, Bwana who anashangaa. will understand Ni nani the forces ataelewa? and the powers, Na aweze the weapons kuelewa. that I've given Na man? silaha ambazo nimewapatia. Who will understand? Je, ni nani ataelewa? If it were not so, God would not give us Na this. kama sio hivyo basi hangetupa neno lake. This is needless. Na hii ni hitaji. This is needless. Na hii haihitaji jambo lingine. If you are not going to use it for the glory of God. Na itakuwa haitajiki kama utatumia kwa utukufu wa Mungu. We are armored. Sisi tumeweza kuwekwa na zile silaha za vita. If you see my hand, Ikiwa utaona mkono wangu, it's not just for eating. na si mkono wa kula tu. I am armored for the kingdom. Nimewekwa silaha kwa ajili ya If you ufalme. see my mouth, Kama utaona don't kinywa think changu, it is for food. usifikiri ni This is an armory. na hii ni This is an silaha. armory. Hii ni silaha. This is a place where weapons are Hapa ni kept. mahali silaha This is a zimewekwa. place where the armory of God is Hapa kept. ndipo silaha za Bwana And God is zimewekwa. waiting Bwana to anangojea see me turn around. kuona kubadilika Everything around me. kila kitu So kinachonizunguka. don't look down upon yourself. Usijiangalie tu Whatever you don't have, kile ule ambacho you may not need it. na hutahitaji.
Whatever you don't have, you may not need it. Kile ambacho hauna pengine hauhitaji. Don't cry and say I don't have. Usilie na kusema sina. Use what you have. Tumia ulicho nacho. Glory to God. Use what you have. Tumia ulicho nacho. You will be answerable not for what you don't have, Utaujibu si kwa kile ambacho hauna, but what you have. kwa kile ulicho nacho. Praise the Lord. Hallelujah. Take charge. Take authority. Tumia mamlaka. Stewardship is about ownership. Na kuwa kule kutumika vizuri ni On the estate of your ni father. kumiliki kile ambacho Bwana amekupa amekupa. On the estate of your father. Hebu uweze kuchukua mji wote wa baba. In the presence of a father, the son takes ownership. Katika uwepo wa baba, mwana anachukua ile milki. Praise the Lord. Hallelujah. Take ownership over your father's estate. Hebu miliki kila kitu ambacho baba. Don't live careless. Usiishi tu hivyo. Praise the Lord. Hallelujah. Why could God be speaking to us like Kwa this? nini Bwana atunenee jinsi ya It maneno? means He wants to do something. Inamaanisha Bwana anataka kunena He's jambo. preparing a landing for something. Anaandaa mahali ambapo jambo litaanguka. Probably God is looking at me. Pengine Bwana And He's ananiangalia. saying, if I continue to give you A, B, and C, Na anasema kama and you continue not to follow my instruction, na uendelee then we are not going to continue well. Kwa hivyo hatuna. I want the oil to continue to flow. Nataka And I will not be the one to stop the flow. Na si mimi The nitakomesha. oil is going to continue to flow in my life. Mafuta yatatiririka In the name of Jesus. kwa jina kuu la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Are you going to be the person to manage God's property? Je, unataka kuwa mtu ambaye ataweza kutawala vitu vya Bwana? Ephesians Waefeso tells us anatuambia that, I will say it in Kiswahili, kanga ukijivaa. kaa ukijivaa. Say in English. Oh yeah, put on all the armor. Always put on the armor of God. Uweze kuiweka ile silaha ya vita. You know, we have these people Kuna watu ambao tuko nao from Iraq. wanatoka Iraq. We are so afraid of them. Tunawaogopa. Guys, you are armed. Nyinyi mmetiwa silaha. Guys, you are armed. Nyinyi mmetiwa silaha. You only need to understand what is in you. Mnahitaji tu kujua kile kilicho ndani yako. Don't wait for the devil to define who you are. Usitarajie tu adui aweze kuweka kile ambacho ulicho nacho. Don't wait for the devil to run away, then you ask, why did you run? Usingoje adui atoroke tena uanze kuuliza mbona nilikimbia. You know, we have servants who say that devil ran, then when I met them, the thieves, then they say, then I was shocked. Na kuna Why were you shocked? kwa nini ulishangaa na wewe ndio uliwaona wakikimbia? Why were you shocked? Mbona ulishangaa? You are better than. You are more armed Wewe ni than a terrorist. umejaa na If you silaha. enter a building, you can explode a building. Kama umeingia katika nyumba unaweza pasua nyumba yote. If you are asking a question, ask Samson. Kama unauliza swali uliza Samson. He went into a building and he could not stand all the stuff that were going around. Aliingia katika And nyumba. yes, it was the last breath, but he asked, give me the pillar of this. Ni ndio pumzi yake. I just need the pillar. Lakini nahitaji This must come down. lazima hii itashuka. Do you know what? Unajua nini? Samson didn't ask God for permission. Na Samsoni Because hakuweza he kuona is a nafasi steward. kwa sababu yeye ni mtumishi. Don't be a child in the kingdom. Usiwe mwana katika ufalme. Don't say, God, is it your will for me to destroy Corona? Destroy it. Usianze kuuliza je, Bwana ni mapenzi yako? Anza kuangamiza. Samson asked for the pillar.
Na Samsoni alitafuta Give me nguzo. the pillar of this house. Nipatie nguzo ya nyumba hili. And when he got it, Na alipoifikia, Samson did not need an intercessor. Samsoni hakuhitaji Samson did muombezi. not need a present worship. Hakuhitaji yule Samson did not need a pastor. hakuhitaji muombezi. He did not need an usher. Hakuhitaji He shemasi. just said, my father, Alisema baba yangu, another chance. ni nafasi nyingine. This time around, Wakati huu I'm doing away with every Philistine kila kitu in this place. ambaye hapo And wima he hapa crumbled the whole building. akaweza kuangusha nyumba yote. You are the Samson of our day. Wewe ndiye Samsoni kwa maisha haya. Praise God. Haleluya. Praise the Lord. When you understand Unapoelewa that it is not about you and it's about God, kwamba si kuhusu wewe, ni kuhusu Mungu, you will handle God with more reverence. utaweza kutenda kazi na Bwana kwa You heshima will kuu. handle God with more fear. Utamtumikia kwa ile heshima na hofu kubwa. You will treat him with care. Utaweza kumtendea kazi ukiwa na mwangalifu zaidi. You know, Deuteronomy speaks something so amazing. Kumbukumbu la Torati linanena jambo, That he gives us power to make wealth. anatupa nguvu ama uwezo kufanya To utajiri. continue with that word, Kama unaendelea na neno hilo, it is speaking a different thing. kuna jambo lingine ambalo It is linanena, because of our forefathers. ni kwa sababu ya baba zetu The promise he gave to them. na ile ahadi ambayo aliwapatia. So, my dear, some Mpendwa, of the things, vitu vingine it's because of somebody else. ni kwa sababu ya mtu mwingine. Handle them with care. Hebu uweze kuviangalia kimakinifu. God has a high expectation Na Bwana ana yale matarajio makuu that me and you will be responsible ya kwamba wewe na mimi tutakuwa uangalifu, to take charge of these resources. tutajukumika kwa vile vyote vyote ambavyo ni vyake, He trusts my ability. na yeye anaamini uwezo wangu. The Bible says, let the weak say they are strong. Maandiko yanasema wacha wale ambao ni wadhaifu waseme na That little nguvu. ability Na huo uwezo mdogo tu that you have, ambao uko nao, God Bwana trusts. anaitambua, God values it. Bwana anaidhamini, And according to God, it is the ability that he needs. na kulingana na Bwana hiyo ndio uwezo ambao Even as anahitaji. little as it is. Hata kama inaonekana kidogo That kabisa, is all God needs. hiyo ndio tu Bwana anahitaji He afanye kazi. trusts your ability. Ameweza He trusts that kuaminia, you can handle time well. ameaminia unaweza kutenda ama kuhudumia muda wako He vizuri, trusts that you can handle time well. ya kwamba unaweza kutumia majira ama nyakati Because zako we are vizuri, living in time of evil. kwa sababu tunaishi nyakati Govern your day well. Hebu uweze kulinda siku yako Don't just vizuri. reach it in the evening. Every day you always say, oh, it is evening. Na usifike jioni ujiulize imefika jioni Then nimefanya if it nini. is evening, ask yourself, Na ikifika jioni, je, jiulize what have I done ni, with this ni day? kipi nimefanya na siku ya leo. Some says, Psalm 18. Zaburi 18 nasema, I don't know the verse. Yeah, Psalm 18, 21, 18, 24. na Zaburi 18:24 It's about the day that the Lord has made. ni kuhusu ile siku ambayo Bwana ameifanya. He has made it for what reason? Ameifanya kwa, There is a reason God has given you a day. kuna sababu Bwana amekuongeza There is a siku reason nyingine. God has given you a year. Kuna sababu Bwana There amekuongeza is a mwaka. reason you have time and seconds and minutes. Kuna sababu Bwana amekupa Do you sekunde have na any muda. portion for God Je, kuna jambo lolote uko nalo kwa in Mungu? the day that you have? Kwa hiyo siku ambayo If Bwana God amekupa, has to come now, kama Bwana angeshuka leo, how will you answer? je, ungejibu Of how jamani? you spent your day? Vile ambavyo ulivyotumika siku yako. Praise God. Haleluya. Young and old alike. Wakubwa wadogo kufanana. How do you handle your day? Je, unashughulikaje kwa siku yako? The Bible says time and seasons, Maandiko yanasema kwamba majira na they nyakati happen to all. yanatendeka kwa kila mtu. The rain rains for all.
Mvua inaponyesha inanyesha kwa kila mtu. Some of us were in school. Na sisi wote wengine tulikuwa shuleni. Fees was paid for all. Na school fee karo ya shule ilikuwa. One was number one was number mwingine akawa wa kwanza, mwingine akawa mwisho. Time was given to all. Majira yalikuwa yametoshana kwa wote. They ate the same food. Na walikula chakula kimoja shuleni. One was last, one was mmoja akawa mwisho, mwingine wa kwanza. Just the same way. Hivyo ndivyo a day is entrusted to all of us. Siku ambayo imepeanwa kwetu. But some of us every day when it gets to 7 we regret. Wengine wetu inapofika jioni. I don't want to regret after today. Na sitaki nianze kujuta kwa I want to allocate some time. Nataka nipeane muda fulani. And tell God I want to be a good steward. Nimwambie Bwana nataka niwe mtumishi. What are you doing with the gift that you have been given? Je, unatumia the position that you have been given? The calling that you have been given? The job that you have been given? The children that you have been given? The husband that, how are you handling? Mume ambaye Bwana amekupa, je, unatumikaje? Amen. How are you handling? Je, unatumikaje? Can God entrust your name? Je, Mungu anaweza furahia ama kuaminia ule vile unavyotamka majina? How do you handle? Je, unatumikaje your days? Kwa siku yako. Because one day the Bible says. Kwa sababu maandiko yanasema siku moja all stand. Tutasimama mbele yake. Before God. Mbele zake. And a book will be opened. Na kitabu kitafunguliwa. Why will a book be opened? Je, kitabu kipi kitafunguliwa? Kama tayari niko mbinguni. If I'm already in heaven. What is the need of a book? Je, kwa nini kitabu kifunguliwe niko mbinguni? It's about accountability. Ni ili uweze kutoa hesabu. Praise the Lord. Hallelujah. It's about accountability. Ni kutoa hesabu. We are not called to be idlers. Hatujaitwa tu kukaa. Don't idle. Usikae tu. Give your time if it is time to relax. Kama ni wakati wa kupumzika. Count the limitations. Na hebu angalia vile vizuizi. Count the time you give for everything. Na hebu uweze kuweka mpangilio vile ambavyo unapeana majira yako kwa kila jambo unatenda. Just like I said, the principle of stewardship. Na ile kanuni ya utumishi bora. Number 1 is about ownership. Ya kwanza ni kumiliki. And we have that story of Adam. Na tuko na historia hiyo ya Adamu. Gave him all that he needed. Na kile alihitaji. Gave him food and a house for him. Alimpatia chakula na nyumba kwake. Gave him water. Akampa maji. Gave him everything. Akampatia kila kitu. Told him now take care. Na akamwambia sasa uwe mwangalifu. But he was not an owner. A stranger came and misled him. Lakini mtu wa nje wa mbali akaja na akaweza kumdanganya. I know it's a wife. Najua ni mke. But the wife came after the relationship. Lakini mke alikuja baada ya uhusiano wa damu na Mungu. Take ownership of God's resources. Hebu uweze kumiliki na vitu vile ambavyo Bwana amekupatia. And I said that includes you. Nasema hiyo inakuhusu wewe mwenyewe. One time the Lord told me. Kile ambacho wakati mmoja Bwana akaniambia. I was in prayer. Nilikuwa katika maombi. And that day I was very weak. Na wakati huo nilikuwa mdhaifu kidogo. And I felt I'm really enjoying in the presence of God. Na nilikuwa nahisi kufurahia mbele katika uwepo wa Mungu. I did not have a house. Na sikuwa na mtu wa kunisaidia. The Lord told me wake up, clean this house, and we continue. Bwana akaniambia enda uoshe nyumba kwanza urudi tutaendelea. And I felt like that was not the spirit of God. Nikahisi Bwana hajanena hapo. And it was so clear. Na ikawa tu vizuri wazi kabisa. Rise up, clean this room, then come up. Inuka, osha nyumba ndio urudi tuendelee. And then I realized, so even the cleanliness of my environment matters to God. Na nikatambua hata kwa vile ambavyo nyumba yangu imeoshwa. God lives in a holy place. Kwa sababu Bwana anaishi mahali patakatifu. And if I am like God, then I need to live in a holy place. Na kama mimi ni kama Mungu nahitaji kuishi mahali patakatifu. One time we were in prayer in a prayer mountain. Wakati some of the intercessors here. Wakati mmoja tulikuwa katika mlima kuomba pamoja na waombezi wengine. Oh my God,
God was speaking volumes and volumes, and I thought we were going to sleep there. Na Bwana akawa ananena na kunena, nikafikiria kwamba tunalala pale. And the Lord said, "Endeni muoge mrudi." Bwana akasema sasa mrudi. Endeni muoge mrudi. Now go back, you take shower, then you return. God is holy. Bwana ni mtakatifu. Holy can also be said clean. Na kwa njia nyingine tunaweza kusema pia ni msafi. So if you can smell, Kwa hivyo kama unaweza nuka, and you are not a steward of yourself, then wewe haujimiliki. give yourself a Nipigie makofi. No one is saying amen. Hapo hakuna mtu amesema amena. Right? If you can produce something that makes people run away, Kama kuna kasauti kanatoka karufu alafu watu wanatoroka, then you are not like your father. wewe si kama baba yako. Because people want to go where he is. Kwa sababu watu wanataka waende mahali hapo. The Bible says he is the desire of all nations. Kwa sababu maandiko yanasema yeye anatamanika na mataifa yote. Watch how you handle yourself. Hebu angalia jinsi unavyojitunza. Usituvalie viatu chafu useme Mungu angalie viatu. Don't be in dirty clothing and the shoes that you say God doesn't look at the shoes. Kwani anapitia wapi akienda kwa roho? Where does he pass through on his way to the earth? Praise God. Why would God give you a cloth if he is not interested in your tidiness? Kwa nini Bwana akupatie vazi ama nguo kama hajali vile unavyoonekana? Why would God give you a pair of shoes? Mbona Bwana akupatie hicho kiatu ulicho nacho? Does God have to tell me to brush my teeth? Lazima Bwana niambie osha meno yako? Be holy, for I am holy. Iweni watakatifu vile nilivyo mtakatifu. It is both physical and spiritual. Na hiyo ni kiroho na pia ni kimwili. Live in an environment Ishi katika mahali of holiness. ambapo ni pa utakatifu. Actually, the angels don't worship the persona of God. Na malaika hawaheshimu ama kule kuabudu vile Bwana anavyoonekana. They look at his glory. Wanaangalia utukufu wake. Praise God. They look at him. He has not spoken. Hajanena. He has not laid hands. He has not ministered. Hajawekelea mkono. They bow. Wanainama. Praise the Lord. Hallelujah. And that is like us. Na hiyo ni kama sisi. And if you have to be a manager, Na kama wewe utaweza then you kuwa, must first be able to manage yourself. lazima kwanza wewe uweze kujihudumia, Then manage the things of God. kisha uanze kuvisimamia vile vitu vya Mungu. Govern your time. Hebu angalia muda Govern wako. your finances. Simamia Govern your strength. hebu uweze kuangalia nguvu zako. Charge. Chukua mamlaka. Praise God. Hallelujah. Let's not be people who are just shocked in the evening. The day has gone. Tusiwe tu watu jioni tuna Shocked at the end of the month is gone. kwamba mwezi umeenda. Be a governor. Be a steward. Be a manager. Uweze kujimiliki vizuri. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God's covering was upon Adam Na Mungu Adamu alikuwa amefunikwa na Mungu until he misbehaved. hadi wakati Adamu alienda nje ya mpango wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So take care Kwa hivyo uweze kuwa of God's mwangalifu covering in you.
kwa vile ambavyo Bwana ameweza kukufunika. The principle of responsibility, I say ownership. Na ile kanuni ya kujukumika. One was ownership, two is responsibility. Ya kwanza ni kumiliki, ya pili ni kuwa kujukumika. Be responsible. Hebu chukua iwe jukumu As I lako. speak, count everything you have spiritually and physically. Ninaponena anza kuhesabu licho nacho kiroho na kimwili. What has been given to you? What is it that you have before you? Je, ni kipi ambacho ni chako na ni kipi kimepeanwa kwako? Yesterday we were speaking to the teachers. Jana tulikuwa tunanena na walimu, And one of the things we were saying na jambo moja tulikuwa tunasema is that a teacher doesn't teach the mind. ni kwamba mwalimu hanenei A mawazo, teacher needs to get the bridge from the Bible. na yeye anahitaji apokee kutoka To the kwa mind. kwa mawazo, From the mind. na kutoka kwa To mawazo the heart. kwenda kwa moyo, And it should not end. na isiishie hapo. It needs to transform a child. Inahitaji mwana aonekane anabadilika. We need to be transformed by the word. Tunahitaji neno litubadilishe. Let not a preacher come and you just write and you just say hallelujah, but you go home, you have nothing you can pick. Hebu na mhubiri asisimame hapa useme haleluya, ukienda nyumbani haukumbuki chochote. What is it that is entrusted to you? Je, ni kipi ambacho kimepeanwa kwako? Be responsible. Hebu uweze kuwa mwangalifu, ujukumike. If you are responsible, then you will direct honor where honor is due. Kama wewe ni mtu ambaye umejukumika, utaheshimu yule anahitaji A kuheshimika, good steward never takes honor. na yule ambaye ni mmiliki ama If mzuri, God mtumishi mzuri, glorifies you to whatever level, Bwana anapokutukuza kwa kiwango chochote, remember the other person kumbuka mtu mwingine does not have that privilege. na hana hiyo tunuku kama yako. When you get there, Unapofika mahali be pale, responsible. hebu uweze kuwa mtu wa Don't kujukumika, behave like you did good to God. na usionekane ni kwamba umepokea kwa sababu umefanya It's a mzuri. gift that you Ni kipawa amekupatia. praise the Lord. Haleluya! Don't look down upon people. Usianze kuwadunisha wengine. Be responsible with the finances you have. Angalia zile fedha uko nazo na uzimiliki vizuri. Don't just like throw things you don't need. Usitupe vitu ambavyo hauvihitaji. A person who wants to keep the kingdom resources, Mtu ambaye anahitaji kulinda vitu vya ufalme. if you use things that are bought at 500 Kama umetumia kitu ambacho kimenunuliwa kwa shilingi and 500 you are done with it, na umemalizana nacho, don't let a person who buys it at 50 buy it. na Buy a lesser thing for 50. na nunua kitu cha 50. When what you are using, you don't need it, give it to another person. Kama kile ambacho unatumia ukihitaji, So that their money can be taken to another ili ya person. kwamba fedha zao zitumike kwingine. This is our kingdom. Huu ni ufalme wetu. Your neighbor's money is your money. Na fedha zako ni zangu. Praise God. Haleluya! If you use a blouse bought at 500 Kama umetumia mavazi and another one 500, buys it at 50 shillings, na mwingine anunue kwa shilingi 50, when you think you don't need the one you bought for 500, unapohisi kwamba sihitaji ile ambayo don't ninunua, allow that other person to buy at 50 from Gikomba. usitake mtu mwingine aweze kununua kule kwingine. Give it so that the 50 will be directed Tumpatie somewhere. ili 50 yake You itatumika kwa will vitu vingine. keep the kingdom resources. Utaweza kulinda vitu vya ufalme. The last thing Ya mwisho is accountability. ni kutoa hesabu. Praise God. Haleluya! And this I really want to look at this word Peter, 1 Peter 4:10. Nataka That each tuangalie, one has received a gift, employ it. na kila mtu amepokea kipawa, hebu uweze kukiajiri. Praise the Lord. Haleluya! Employ it.
kiajiri. And know that as long as God has given you something, Na ujue vile tu Bwana amekupa jambo, He needs records. anahitaji uweze kutoa hesabu, He needs a report. anahitaji uweze kupeana ujumbe baadaye. Before you say you are diarrheaing, Kabla hujasema ninaharisha, can you trace what you ate? je, unaweza fuatilia uje ulikula nini? Could it be the reason why you are diarrheaing? Je, ndio inawezekana ni kwa sababu ya kile ulikula ndio maana unaharisha? Praise God. Haleluya. Take charge. Hebu uweze kumiliki. I know this doesn't look spiritual, Hii haionekani pengine kiroho. but the Bible says before you love Him that you don't see, Kabla maandiko yanasema kabla umpende yule ambaye love hamuoni, Him that you see. hebu mpende yule ambaye unamuona. Praise God. Haleluya. Be a good steward. Uweze kuwa Be yule ambaye ni accountable. na uweze kuwa ni mtu ambaye anatoa hesabu. There are those times I know I'm not accountable, even in my tithing and in my giving, and sometimes I'm just like, God have mercy on me. Kuna majira mengine nahisi kwamba sijajukumika ama siwezi kutoa hesabu hata katika kutoa kwangu, na naenda kwa Bwana nasema If you nisamehe. are accountable on the little, Kama unaweza kutoa hesabu kwa kichache vile ambavyo unatoa you will be vichache, trusted with much. utapewa vingi zaidi. Why don't you have much? Kwa nini hauna vingi? It's because you can't be trusted. Ni kwa sababu hauwezi. I told you I got my reason. Nilikwambia nilipata na sababu I yangu. told God I'm guilty. Nilimwambia Bwana najua kwamba I realize whenever I do things, ninatambua kila ninapofanya jambo the flow stops. kuna jambo ambalo linakoma. Ask yourself, Najiulize, what stops my flow? je, ni kipi ambacho kinakomesha mtiririko wangu? Inuka. What stops your flow? Je, ni kipi ambacho kinakomesha mtiririko? Is God coming in the morning and in the evening Je, Bwana bado anakuja to mchana na see jioni? what you are doing? And He's happy and He can rejoice the way He was rejoicing with Adam in the beginning. Bwana anaweza kufurahia jinsi alivyofurahia kama na Adamu hapo mwanzoni kabla watende dhambi? Or is He sad that He made you a star? Ama je, Bwana anajutia kwa nini amekufanya uweze Let's rise kuweza? up now. Hebu tusimame wote. And if you feel in one way or the other having failed God, just tell Him, Lord, I repent. Na kama unahisi kwa njia moja ama nyingine, There are even Bwana, some nisamehe. diseases we have because we have mishandled ourselves. Kuna magonjwa mengine tuko nayo kwa sababu hatujajukumika. We exposed ourselves to something, even cold, Tuliweza kujiachilia pengine kwa baridi, and then we say we are sick. na tunasema tumengojeka. Take charge. Hebu uweze kuwa mwangalifu.